أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد, kama ambavyo Allah ametuahidi ahadi nzuri na nzito, kwa Allah si nzito kwa sababu yeye ni mtekelezaji, na kile alichokiahidi huchukua dhamana kukitekeleza na akakitekeleza. Amechukua dhamana ipi Mwenyezi Mungu? Yule mwenye kufunga kweli kisawasawa Ramadhan, akaipa haki yake Ramadhan. Kwanza, kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man sama Ramadan imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa ni mwenye kuamini na hali ya kutarajia thawabu, tarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu, husamehewa madhambi yake yote yaliyotanguliza. Tunamwomba Allah tujalie Ramadhani inamaliza na sisi ametusamehe dhambi zote kubwa na ndogo insha Allah taala. Ama jambo la ahadi aliloweka Allah kama ni matunda ya saumu zetu, kama ni matunda ya Ramadhani kwa mwenye kufunga, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji Mungu. Kwani ucha Mungu ni nini hasa? Yani ucha Mungu, kama ucha Mungu una matunda gani? Ucha Mungu ni kule mtu kujichunga katika kujizuia, akakwepa yale ambayo yanamchukiza Allah, ambayo Allah ameyakataza. Lakini vile vile kwa upande mwingine, imtithalu awamire ni kule kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kufanya hivyo kuna matunda, faida mtu anaipata. Kwanza, faida moja kubwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yeyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu humjalia Mwenyezi Mungu utatuzi. Kila penye dhiki utatuzi, kila kwenye matatizo Allah anaweka suluhisho la tatizo, kwa sababu ya mtu huyu kufungamana sawa sawa na Allah. Kwa hiyo ikiwa mtu atafaulu kufikia daraja ya uchaji Mungu, tayari Allah amechukua dhamana ya utatuzi kumtatulia mambo yake. wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na yoyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Allah humfanyia utatuzi katika mambo yake. Lakini vile vile Allah akaweka pia dhamana nyingine, akasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, na yoyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu humjalia mtu huyo Mwenyezi Mungu katika mambo yake wepesi. Na wepesi haupatikani ila kwa mcha Mungu. Ndio ukaona mchaji Mungu yeye linaweza jambo kuwa zito kwa watu wengine, wakaliona zito kuliamua, au wakaliona zito linavyowakabili jambo, lakini kwa mchaji Mungu, kwake yeye haoni shida. Anaweza akacha kitanda chake akatoka na kwenda kuelekea kwenye mswala kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwake ni wepesi, mambo yake yanakuwa wepesi. Lakini hata mambo yake ya kawaida mengine yanakuwa yana wepesi, kwa sababu ya kuwa kwake ameshikamana kisawasawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika hadith, ihfadhillah yahfadhuk, muhifadhi Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Maana yake uyasimamie, uyahifadhi yale mambo ya Mwenyezi Mungu. Sio kwamba Allah ataka kuhifadhiwa na wewe. Kumhifadhi Allah ni kuyahifadhi yale mambo yake, kuyasimamia vile anavyotaka. Basi naye Mwenyezi Mungu atakusimamia, atakuhifadhi, na mambo yako atayaweka sawa, atayafanya kuwa mepesi. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Mwenyezi Mungu atamruzuku mtu huyo mchaji Mungu riziki kwa namna ambayo atakuwa haitarajii wala haitegemei. Utaona mambo yake yanakwenda tu, unajiuliza yule ana kazi gani, yule anafanya nini, lakini lake hulipati.
Yule ameshikamana na Mwenyezi Mungu, anachokipata riziki yake na kwa wepesi, na anachokipata moyo wake umetulizana, kwa sababu ameshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hapati shida kwa sababu ya haya aliyoyaahidi Mwenyezi Mungu kupatikana kwa mchaji Mungu. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, na yoyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu humjalia mtu huyo mambo yake kuwa wepesi au kuwa mepesi. Lakini wayarzuquhu min haythu la yahtasib, kama anavyozungumza pale ya kwamba atamruzuku mtu huyo riziki zake kwa namna ambayo hata mwenyewe haiwazi, haitarajii. Kwa hiyo suala la uchaji Mungu ni jambo adhimu na si jambo la mtu maalum, ni jambo ambalo latakiwa kila mmoja alikimbilie kulipata, kubwa kuliko yote, ambalo linafunga bahasha hii. Sema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wenye kumcha Mwenyezi Mungu ndio wenye mafanikio. Mafanikio kwa upeo wa kibinadamu anaweza mtu kuona ni vile akili yake inavyomtuma kwa ndo mafanikio. Labda mtu kuwa na nyumba kubwa, kuwa na gari nzuri, akaiona yale ndio mafanikio. Mafanikio hapa duniani kwanza ni mtu kuishi kwa utulivu ule anaotaka Mwenyezi Mungu, akiwa anatekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu, akiwa ni mtu ambaye Allah ana mawasiliano naye mazuri. Mwenyezi Mungu ana mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio huyu ndiye aliyestarehe kisawasawa katika maisha. Lakini akiondoka duniani, Allah kamwahidi kwenda kumpa pepo yake, hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa, mabustani, mizabibu, wanawake waliohirimu moja. Allah ameahidi kwenda kumpa mazuri ambayo hampi mtu mwingine yoyote zaidi ya yule ambaye aliishi kwa takwa ndani ya ulimwengu huu. Hivyo Ramadhani ni mwezi ambao Allah ameuweka kuwatengeneza watu ambao watakuwa katika watu wa sampuli hii, wachaji Mungu, ambao kwa kuwa kwao wacha Mungu maisha yao yatakuwa mepesi. Matatizo mazito ambayo yatawakabili Allah atawapa utatuzi wa haraka, lakini vile vile riziki zao zitakuwa si za shida, na watakuwa ni watu waliokinai kisawasawa. Hawa ndio wachaji Mungu. Tumuombe Allah atujalie katika wacha Mungu na watu ambao watakuwa wanajitambua katika ardhi hii na wakaishi vile ambavyo Allah anataka, maana huko ndiko kustarehe, huko ndiko kuwa mtu katulizana moyo wake, na huko ndiko kwenye matumaini ya kisawasawa ya kweli ambayo mja angetamani ayapate, hasa katika maisha haya ya leo na kesho akhira. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.